Kwanza ningependa niwaambie poleni sana na safari. Kwa sababu mlipotoka sio karibu, ni mbali. Nisipo hapa pole nitakuwa kama mchoyo wa fadhila. Lakini vile vile niseme tu Mwasiti karibu sana. Kama ulikuwa unasikiaga tu na kaka yako anaitwa Mwande, mimi ndio bwana Mwande. Kaka yako mwingine ambaye nipo huku, na siku zako hizi za usoni zote utakuwa unaishi na mimi. Asante. Mkojani huyu bwana ameshafika hapa na niseme kwamba amefika sehemu salama kabisa. Na mke wangu atamfundisha kila lililo jema. Safi. Mke wangu nilikwambia kwamba kuna ugeni unakuja. Tumekaa tukisubiri ugeni utatokea hapa, utatokea hapo, utatokea hapa. Mkojani ndo huyu, nafikiri unamjua, na huyo mdogo wake anaitwa Mwasiti ndo huyu hapa. Haya, karibu sana. Asante wifi. Kwa hiyo hizo siku zote ambazo tutakuwepo hapa na kutegemea sana katika kumwelimisha heshima, upendo na ujamaa kwa ujumla. Na Mwasiti uwe na sikio la kusikiliza vile vile. Au unasemaje bwana? Kabisa. Yaani hapo kikubwa mimi nataka waishi katika amani na furaha. Ndio. Lakini pia Mwasiti kila saa nazungumza nyumbani, unatakiwa uishi vizuri katika majumba ya watu. Usinitie aibu. Lakini kubwa zaidi, huyu nimemkabidhi shemeji yangu, kwa sababu huyu ni wa kike na mkabidhi wa kike mwenzie. Mwasiti na kaka yako hapa mtakuwa mbali sana. Lakini wenyewe kielewana, hata katika masuala ya kupodoana wanapodoana. Wanapakana wanja. Umeelewa? Kwa sababu wao ni kitu kimoja, jinsia moja. Wewe ndio kumtengeneza huyu. Ishi naye kirafiki. Na wewe Mwasiti, ukileta ujeuli, wewe niambie tu mimi. Kama kunipigia simu atakusikia, atatoroka, mtumie message bwana mkubwa atanitumia hata nukta tu, kwa sababu kuna message namjua sio mzuri. Hata nukta tu anaunganishaga wewe. Message maneno yote anaunganisha. Mtumie tu ya nukta. Alafu yeye atanambia mimi taarifa. Akishaniambia taarifa nikija hapa, Mwasiti siulizi, napiga zile ngumi 21. Sio bwana? Lakini tusifike huko. Kikubwa tunataka amani na upendo, ushirikiano. Mnashirikiana, mtoto amerudi na masomo yake na nini, summarize, mnakagua mavitabu yake. Utakachoelewa haya, usipoelewa haya. Basi mimi niseme tu kwamba amefika. Hapa ni nyumbani kwao kama ulivyo kule. Na tutamsimamia kwa kila hali. Sawa. Tutahakikisha anakuwa mtoto mzuri, ni mwenye maadili mema. Jamani, sasa mimi sisubiri chakula, acha niondoke, kwa sababu kuna gari hapa ya mchana huu nataka niwahi, nikikosa ile nyingine usiku nitafika usiku staki. Kwa hiyo wewe unaondoka? Basi naomba tuzungumze kidogo mara moja. Tuzungumze kidogo. Mke wangu, muonyeshe sehemu ya kufikia, chumba chake na kila kitu, wakati mimi nazungumza na bwana mkojani. Karibu. Asante. Bwana mkubwa. Pale wewe ndo unaaga. Wakati mambo tuliyozungumza bado hayajitosheleza. Kikweli angalia pale, nimejaribu kumwangalia mdogo wako, ana begi tu, hana mchele, hana unga, hujamwekea hata kikopo cha mafuta akula. Ataishiji sasa. Bwana mwanangu, unajisahau mapema wewe. Najisahau vipi sasa? Tulikaa katika kikao kabisa, nikakwambia maswala hayo, kanambia shida sio chakula, isipokuwa vitu vyake vya kike. Ndio hivyo vitu nilivyoenda kuvipigania almost 1080. Kwenye begi mle kuna lip shine, kuna lip shadow, kuna high heels, kuna grower zile, alafu kuna kitambara cha kupakia makeup. Nimemwekea mpaka zile kope. Kope za bandia zile, siku za Jumamosi na Jumapili kama haendi shule anapachika kope zake. Nikaona haitoshi, mpo karibu na bahari, nisikutie aibu mtoto akaenda kuogelea na baibui. Nimemchukulia zile Justin Bieber zile, kinakata hapa alafu huko kinakuja kinyozi kinafunga hivi. Vyote vipo katika lile begi. Shida nini? Bwana una maneno mengi kama mwimba taarabu. Sikia nikwambie kitu kimoja. Usiete yale mambo yale fumbo mfumbie sijui nani. Umenielewa? Mimi wakati na kueleza yanahitajika hapa mahitaji madogo ni kuhusiana na yale mambo yanamhusu yeye na hapa nyumbani kiujumla.
Sio, umeelewa? Kuna maradhi, mtoto ataumwa. Hapa nyumbani kwangu unaona kuna umeme, kuna luku. Mtoto anataka apige pasi nguo za shule, akienda shule awe smart. Tunapata wapi hizo hela? Kwa hali hii jinsi ilivyo. Sasa wewe nakwambia unataka mchukulie sio hailizi, sijui swimming cost. Haya, akienda kuogelea bichi nitamsindikiza mimi. Afanye swimming cost. Yaani wewe mwanangu unaona kama nimekuletea friji, unaona nimekuletea blender, anatumia umeme wa nini yule? Kama pasi nimwambie jiongeze, apige hata mkaa. Shida iko wapi ndugu yangu? Bwana wewe sikiza, mimi sitaki kuongea sana. Sasa msaada isiwe kama adhabu. Leo ndio nakwambia. Umenomba msaada, nimekusaidia. Sasa isiwe kama umeniwekea bunduki kwamba lazima akae hapa. Mahitaji madogo madogo lazima yasimame kwa upande wako. Leo hii tutafika kweli? Yaani hajaisha hata masaa. Tayari unaanza kujionyesha roho yako ipoje? Bwana sikia bwana, mimi nimekuelewa, ila kwenye saa 11 jioni kufika mpaka saa 2 taarifa habari ya Kiingereza katikati usiku nitakutumia 100,000. 100,000? Sawa. Nitakutumia na unit, utanipa namba yako ya luku. Nitakutumia. Au sio? Wewe unaona hatari mimi kunitumia hela? Nakutumia hiyo namba. Si ndio sasa umesema kwa ajili si ndio utaweka, kwani shida iko wapi? Sasa nini sasa? Si nimekubali? Sawa sasa, kwani nimekataa? Sasa kwani ukinipa mimi hiyo hela tatizo ni? Basi usitume hiyo namba, nikituma hiyo hela nitatia umumo vitu vyote. Sitaki sasa. Tuma. Sasa kwa nini wewe ukasiriki? Sasa kama unanikomoa, yani kunipa hela mimi mwenyewe niweke katika luku yangu, unaona bora nikutumie namba. Koma wana. Basi nakupa hiyo hela. Kwa nini hiyo hela nitakayotuma utatuma mwenyewe? Nitumie ndio. Sawa. Au nije unga? Unga nini? Wewe dada. Samahani kidogo. Samahani. Kwa majina naitwa Kamugisha. Mimi ni mgeni katika kijiji hiki. Nimetokea kijiji cha pili, kijiji cha Bulinda. Sio unakijua? Hapana, sikijui. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Mwansiti. Mwansiti. Wewe unaishi wapi maeneo haya? Nakaa hapo kati. Sawa. Mwansiti, jina lako zuri kama ulivyo wewe mzuri. Asante. Nataka nikwambie kitu kimoja Mwansiti. Ujue nilivyokuwa natoka kule na wewe unatoka huku, nimekuangalia sana. Kiukweli wewe ni mwanamke mzuri sana. Nasikia? Na nataka nikwambie kitu, nisizunguke sana kukupotezea muda, pengine umeagizwa. Mwansiti, nimetokea kukupenda. Nakupenda sana. Lakini pia nisingependa upendo uishie tu hapa. Kwamba hata Mwenyezi Mungu akijalia huko mbeleni tuwe mtu na mke wake. Umeongea yote nimekuelewa. Lakini mimi ni mwanafunzi. Kuhusu swala la wanafunzi hilo ni jambo la kawaida tu. Unaelewa? Kikubwa ni wewe kunikubalia mimi. Ukisha nikubalia mimi masuala ya wanafunzi, si unasoma tu unamaliza, kwani kuna tatizo gani? Sikiza nikwambie kaka, nimeshakwambia mimi ni mwanafunzi. Naomba uniache. Kwa heri. Mwansiti. Kuna binti moja nimekutana naye leo. Ndio. Kiukweli huyo dada mzuri. Yaani mzuri hatari. Ni kibinti fulani hivi cheupe chembamba hivi. Ndio. Ameniambia yule dada anaitwa Mwansiti. Bwana huo ni wanaume. Tayari ukishakuwa mwanaume mkubwa una wajibu wa kuoa. Na ukisha kuoa utakuwa na familia. Ukishakuwa na familia utakuwa na mtoto. Huo ndo ulijali sasa wa mwanaume. Sasa lakini kuna kijitu fulani kimejitokeza katikati hapa. Yaani kama changamoto fulani. Changamoto gani ndugu yangu? Yule binti kanambia yeye ni mwanafunzi, lakini nikaona ni jambo la kawaida tu. Nikwambie, yule ni mwanafunzi tayari.
tayari ameshakwambia kwamba ni mwanafunzi, kakuthibitisha kwamba ni mwanafunzi. Kama ni mwanafunzi ndugu yangu, achana naye na kuomba. Umekuja hapa kwa lengo ya kufanya kazi. Sasa kama umekuja kwa lengo ya kutongoza wasichana, tayari ni mwanafunzi. Na serikali kila siku inatangaza usimtongoze mwanafunzi. Ukishamtongoza mwanafunzi, utabanwa miaka 30 jela. Ukisha weka katikati hapa, utasemaje sasa? Na mimi nitaenda wapi? Wewe ndugu yangu, acha hizo pigo za zamani rafiki yangu. Hayo mambo yalikuwa ya nyuma kipindi hicho. Umeelewa? Sasa hivi kuna kinga baba. Umeelewa? Kuna kinga, natumia kinga freshi, mbali na hivyo nasubia namaliza shule na muoa. Kiasi kwa wizara ya afya inasema kwamba usimtongoze mwanafunzi. Ukishamtongoza mwanafunzi, ukishampa ujauzito, tayari miaka 30 na kuomba achana naye. Ukitaka mimi na wewe tuishi pamoja hapa, achana na mambo ya wanafunzi. Achana na, utanikosea mimi. Umekuja hapa ili lengo tufanye kazi, tutimize malengo. Uende nyumbani ukasaidia wazazi wako. Hai, umekuja na lengo ya kutongoza wanawake. Maana yake ndio nini? Hilo swali mimi haliwezekani ndugu yangu. Acha pigo za kizamani bwana hizo. Kijini kwetu kuna wanawake wangapi? Kuna wanawake wengi. Kuna wengine wameachwa na wamezaa, wapo tu mtandalia wamekaa tu na lolote. Hapo sasa unanikosea adabu ndugu yangu. Yaani mwanamke aroachika kwa bwana ndo nimchukue mimi mataputapu. Nile mataputapu mimi. Wakati vigoli wapo bwana. Wewe ndugu yangu mbona hivyo una pigo za kizamani bwana? Basi haya makanja hayo wafuate wale. Wafuate wale. Nani ale makanja? Acha hizo bwana ndugu yangu wewe. Mwasiti, mimi ni muache. Nitakuwa nimerogwa. Safi na kwa. Safi kwema? Kwema. Bwana, wewe na simu umefanyaje bwana? Mara napiga sio naambiwa kitu gani? Mara sio nikipiga sijui naambiwa kuna kama mwana mama sijui napokea sijui anajibu vitu gani? Mara mwingine naambiwa namba hii haipo, sijui mnafanyaje hizo simu jamani, vipi? Bwana simu yangu mimi haipatikani. Haipatikani? Haipatikani. Basi kuna mtu ilikuwa inaita hivyo. Vipi, kuna shida gani? Nimekuja na jambo hapa, tunataka tuongee mara. Mimi nataka niwahi mara moja, mimi tutakuja kwa. Sasa sikia kwanza tuongee. Sikiliza basi kwanza. Unajua wewe usitaki unichukulie wewe ndio uko busy, wewe ndio unajua namna gani? Sio niko busy bro. Nisikilize basi kwanza. Sasa unataka tuongee kati brother, mimi nimekwambia kabisa na wahi, Mimi nimekwambia shambani tayari yameshaingia pale mafuso. Yameingia mafuso pale mawili. Mimi nabidi nichukue nazi nipakie pale niondoke. Wewe na mimi nisubiri pale tutakuja kuzungumza. Sasa unaponiambia hivyo mimi nakuwa sikuelewi. Sasa sikia basi, nikwambie. Hizo hela unazoenda kutafuta huko lazima ujue unazitumiaje. Mimi nimeenda Gezorole kwa yule bwana mkubwa kule. Nimefika kule nimezungumza na yule bwana mkubwa amekubali kumpokea mdogo wetu. Ndio. Sio umeshanielewa? Lakini sasa sisi watu wazima lazima tujiongeze. Ndio. Pale anapokaa hakuna inatakiwa tupeleke hata kilo 25 za maharage, kilo 25 za mchele, au sio bana, mahindi nini, ili mradi mtoto naye aonekane kwamba katoka kwa watu. Lazima tujiongeze, kwa kana kabure hata vyakula. Sio umeelewa? Mtihani mwingine umekuja kwenye vitabu bwana. Vitabu vya form 5 na form 4 ni ghali yani sijapata kuona. Kitabu kimoja kinauzwa shilingi 80,000. Kitabu kimoja 80,000. Na anatakiwa vitabu 10 sasa. 80,000 bro. Ukibisha tuende Mnazi Mmoja. Tukaulize maabara. Sasa mimi siwezi kwenda Mnazi Mmoja. Wewe unajua mimi shughuli zangu na hapo nimekwambia kuna fuso zimeshaingia hapo. Sasa ndio maana nikakwambiaje? Panahitajika pesa. Lakini yule mtoto alichoniambia kwamba na rafiki yake wao watapeana majukumu. Yeye naye amefaulu huko tutakuwa tuko sehemu moja, kwa hiyo tunachotakiwa kukifanya tutagawana. Kama kitabu cha Kiswahili atanunua yeye, nitanunua hisabati, sio kitu gani mpaka vifike hivyo 10. Kwa hiyo sisi tununue vitano tanunua mwenzio utakuwa na conference kuvisoma pamoja. Sio umenielewa? Kwa hiyo tunachotakiwa kuna matranka. Akanambia kitu kingine cha muhimu, sio kuna kisado cha kujisaidia haja ndogo usiku chooni mbali. Sio umenielewa bana, kinaitwa mchuma belo. Sio umenielewa? Kanambia kuna sabuni za kunukia. Sabuni za kunukia. Kanitajia vitu vingi, kuna urembo, kuna shedo. Kanambia siku zile za Jumamosi kuna kikuku cha mguuni. Vitu kibao kajumlisha. Lakini mwisho wa siku ikafika 600,000. 600,000? Bro, 600,000 mtoto ndo kwanza anaanza shule 600,000 kweli bro wangu. Sema tungemwacha tu apande pikipiki wa shilingi 5,500. Sasa kwa mwezi hiyo ni 300,000 ajala hapo. Sawa, wewe kwenye 600,000 unatoa shilingi ngapi? Mimi na shilingi 50,000.
Nikikwambia blazangu unazalau. Yaani kweli kwenye 600 utoe shilingi 50 uko serious kweli mtoto wetu mdogo wetu asome? Au uko serious? Hapana, usiniambie siko serious. Nilikuwa na 100,000. Hiyo geza urole, sija kuomba nauli na hangaika wiki nzima kufuatilia majibu kwenye mambo ya internet. Natoa hela zangu, sijui kitu. Wewe unataka kukwambia hela. Sasa leo unaniambia siko serious vipi bwana? Blaza mimi naona kama sawa, basi wewe tafuta hata 200,000. Mimi nitatoa 400,000. Sawa. Sawa. Sawa, hamna shida. Sasa wewe dogo sikia. Nini sasa? Ndani kuna nani huko? Sikuna mke wangu. Nataka nkale. Afu wewe ujue mtu mzima, hebu acha kujiendekeza bwana. Wewe unapenda kule mtu, mimi nakwambia kuna sehemu na wae mtu ondoke, acha mambo yako. Sasa kama unanifukuza ndugu yangu, wewe unakwenda mdogo wangu unavuka mipaka. Ondoke bwana. Kitu unachokifanya unavuka mipaka bwana. Wewe lazima ujue mimi ni nani, ninapokuambia nataka kula. Mimi nakwambia na wae. Sasa wewe ukiniambia habari zako. Sasa kwani mimi nikibaki kwako nikila na Nadhani leo ni siku nyingine tena. Na ni siku ambayo kidogo imetulia. Lakini pia zinasikika tu sauti za ndege. Nikushukuru sana kwa kunipa nafasi nyingine tena ya kuonana naye. Jambo ambalo nimekuitia hapa, ni muda sasa umepita na sijajua bado hatima yangu iko wapi kwako. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa nakihitaji nipate hatima yangu, yani nipate jibu langu kutoka kwako na kusikiliza. Kamugisha, sio kama sikupendi. Mimi nakupenda, ila naogopa. Unaogopa nini? Si unajua mimi ni mwanafunzi. Nikipata mimba itakuwaje? Mwasiti, labda mimi nikutoe tu wasiwasi juu ya hiyo. Kwa sababu mimi ni mkubwa kwako. Kwa kuna baadhi ya vitu ambavyo unavijua wewe binafsi uvijui. Lakini pia zipo njia ambazo tunaweza tukazitumia ili usipate ujauzito. Sawa. Ila naomba unipe tena muda kidogo wa kufikiria. Sawa. Mwasiti. Yeah. Naomba unipe mikono yako kama utojali, maana na zawadi kidogo ambayo nataka nikupe. Kabla ya zawadi hii nataka nikupe maneno kidogo. Mwasiti, moyo wangu una vyumba 4. Chumba cha kwanza nimempa Mola wangu. Chumba cha pili nimewapa wazazi wangu. Na chumba cha 3 nimewapa ndugu zangu na marafiki zangu. Lakini chumba cha 4 nimekupa wewe Mwasiti. Nakupenda sana. Mimi naenda. Sawa. Baba, mimi kwanza namshukuru mama yangu mzazi Usunat Daniel kwa kunizaa mimi kidume. Ndio. Umeelewa? Bwana, lile lengo langu nimefanikisha leo. Tayari na maana hiyo mambo yameenda vizuri, tayari ushapata fremu ya kwenda kufunga grocery, si ndivyo? Sio hivyo bwana. Wewe mimi sinikwambia kuna binti moja namfuatilia anaitwa Mwasiti, kile kitoto cha kati pale cheupe. Baba, yule kwa 90% ni wa kwangu. Yaani kwa ufupi kama kalavu, kalavyuka. Unanikosea. Nishakukanya mara ngapi rafiki yangu? Kwa achana na ile binti, ni mwanafunzi. Leo hii umeenda kumshana naye.
Umekuja hapa umekunia kuniambia mambo ya ajabu. Ninafikiri umekuja hapa kwa furaha kusema kwamba tayari umeshapata fulemu, tukafungua grocery tuweze kupata maendeleo. Unakuja unaniambia ujinga kama huu? Nitakuelewa vipi mimi? Yaani unajua Mandondo, kwa akili yangu nilivyokuwa nafikiria toka kipindi cha nyuma, mimi nilijuaga wambea warefu. Kumbe hata nyie wafupi mpo. Hivi mwanangu, mimi maswala ya yule demu mimi na yeye yanakuhusu nini? Yaani ni hususu mimi nimekuleta hapa. Kwani nimekuleta ukafanya wanawake au nimekuja ufanye kazi? Lakini Mandondo, labda nikwambie tu kitu kimoja. Usitumie kigezo cha kwamba mimi kwa kuwa naishi kwako na lala kwako tunafanya kila kitu hapa hapa ukanichukulia kizembe, unasikia? Mimi nakushauri, nakupenda kama rafiki yangu. Ndio maana mimi nakwambia yote hayo. Epukana na hayo matatizo. Mimi rafiki yako bwana. Nakushauri ili tuweze kuishi salama, tujenge familia, maisha yaendelee. Nakushauri. Leo unakufanya mambo kama yale. Mambo gani unakufanya kama mambo kama yale? Mandondo, sitaki uingilie hisia zangu. Yule mwanamke nampenda. Na nishampenda kutoka moyoni mwangu. Ushanielewa? Kwa masuala mengine ya kuniingilia mimi, mengine niachie mimi. Wewe hata nikipata matatizo niache. Haya matatizo hayatakupata wewe, atanipata mimi. Kwa hiyo achana na mimi ndugu yangu. Nikwambia rafiki yangu, 80% umenikosea sana. Kwa maana unachokifanya mimi unanikosea mimi pamoja na kijiji wenzangu. Mimi hapa unanifahamu kama Mandondo. Nimekuleta hapa lengo la kufanya ni kufanya kazi. Na unanifahamu sana hapa. Je, wakija kujua kwamba wewe kijana ndo unaharibu uhusiano wa watu, utanichukuliaje mimi? Bana mimi nishampenda. Kama unataka sawa, kama hutaki basi. Sikiliza kwanza. Nipishe bwana, toka. Hakika sikio la kufa alisikii dawa. Mume wangu, mimi nina malalamiko kidogo. Malalamiko gani tena mke wangu? Kila siku malalamiko. Kuna lipi baya ambayo mimi nimelikufanyia? Mbona sasa hivi mimi nimetulia? Kutwa nzima niko hapa nyumbani, mambo yangu yote, nikienda sehemu na kupigia simu na unajua natoka hapa naenda hapa. Kitu gani kibaya mama yangu? Kwa nini kila siku malalamiko ndani ya nyumba? Tusikae tukazungumza vitu kwa ajili ya maendeleo na familia yetu. Mume wangu, yani sina maana kwamba eti malalamiko ya ndoa yetu, hapana. Yaani malalamiko ya huyo binti alikopo. Mwasiti? Mwasiti amefanyaje tena? Yaani Mwasiti sasa hivi amebadilika. Mwasiti ambiliki. Mwasiti akitoka hapa akienda kwa mashoga zake basi ndo kakaa huko. Akirudi hapa jioni, kila kazi nizifanye mimi. Akirudi shule hata kama kinikuta na kazi mume wangu, si kwamba nisaidie, hapana. Ananiacha na kazi zangu naendelea nazo hata kama nimechoka. Pole sana mke wangu. Yaani tatizo linazidi kuwa kubwa. Wakati wewe unalalamika kuhusiana na Mwasiti anayoyafanya, hata mimi pia na malalamiko yangu kwa bwana Mkojani. Kaka yake tangu amlete hapa, imagine. Ametoa hela kama mara 2 mpaka sasa hivi nampigia simu zangu wakati mwingine hapokei au ananipa stori za uongo nakuja alafu aje. Ili hali huyo mtoto kuna kula, kuna mahitaji yake mengine muhimu. Sasa fadhila zangu zinakuwa kama adhabu kwangu. Nashindwa kuelewa. Na hii itaenda mpaka lini? Imekuwa kama shida kwangu. Haya, leo sasa Mwasiti anashindwa kukuheshimu wewe. Wewe ndo umpikie, wewe ndo umfanyie kila kitu. Haya, arudi sasa ngapi za usiku, achelewe kurudi nyumbani kama hivyo unavyoniambia. Alafu inavyoonyesha kwamba hakuheshimu. Kama hakuheshimu wewe atamheshimu nani? Mwisho wa siku si hata mimi ananidharau. Mimi naokana careless hapa nyumbani. Nashindwa kumlinda yeye. Alafu ukiangalia sio kama tuna undugu wa hivyo. Yule ni rafiki yangu tu, ameomba hifadhi, ni muhifadhi mdogo wao hapa kwa ajili ya shule. Sasa wasitaki kupata mteremko wa kila kitu katika familia yangu. Mimi mamangu nakwambia hivi, acha ile swala liende hivi, lakini kwa haya ulioniambia ninalifanyia kazi ile swala. Let me, I will do a job about this. Vipi umefurahi? Enjoy. Vipi bro? Safi. Fresh. Mihangaiko nzuri. Badhangu yule
Shikamoo. Marahaba. Poa, namtoa shemeji yako. Sawa.